Bwana asifiwe. Haleluya. Ambia ndani yako leo kinaeleweka. Mungu anaenda kutembelea kwa njia kubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Waliodhania kwamba unakusha wanaona kuinuliwa kwako. Waliodhania kwamba utarudi ushago wataona ukitanduka na roho hii. Nasema raundi hii ni yako. Kasema niseme. Wapenda msivunjike moyo, tuko na Mungu wa nafasi ya pili. Labda raundi ya kwanza tulianguka, lakini raundi ya pili tunainuka tena. Haleluya. Labda uligonjeka ukaonekana ni kama utakufa. Mungu anakuponya na kupatia another chance to live and to proclaim the goodness of the Lord. Wale ambao wamekuwa na uoga wakidhani kwamba hali wanaopitia ni ya kuwamaliza, nimetumwa na Bwana nikutie moyo ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa nafasi nyingine. Ambia jirani yako, our God is a God of second chance. Hallelujah. Alafu Mungu wetu ni yule ambaye anaondoa historia mbaya tuliyokuwa nayo, anatupatia historia nyingine, maana yeye ni Mungu anayetupenda. Can somebody say hallelujah? Tuli watatu waambie karibu kwa ibada ya leo ya baraka. Mungu anaenda kutembelea kwa njia kubwa. Mwambie tu kwa prophetically tarajia kitu kutoka kwa Bwana, maana Mungu ameandaa jambo kwa ajili ya maisha yako. Amen. Shetani najua amekasirika na hiyo na akitaka kumeza wembe. Amen. Lazima tupatie Mungu wetu sifa. Amen. Yes, may be seated in the presence of God. Praise and worship, mbarikiwe sana kwa kazi nzuri na Bwana azidi kuwainua in Jesus name. Tunaendelea na mkutano wetu wa revival ambao ulianza Thursday na unamalizia leo. Kama haukumanage kuweko kwa hizo siku tatu zimepita, jaribu sana kwa neema ya Bwana leo uhudhurie, maana leo ndio climax. Na revival leo itaanza mapema, itaanza saa 9, saa 8:30 ama saa 9 hapo hadi saa 11:30. Watumishi wa Mungu wanakuja hapa kutuhudumia, na wale mmekuwa hapa hakika mnaweza kushuhudia Mungu ametutembelea na njia kubwa sana. Amen. Kuna hadithi nilisikia mahali na pia wengi mshaisoma kwa vitabu kwamba kuna siku Abunwasi alienda kuuza nyumba, akauzia mzungu nyumba. Na wakati alimuuzia ile nyumba akamwambia, "Kini hapa kuna kamshumari kamebaki, haka sijakuuzia, haka ni kangu. Lakini nyumba yote chukua." Na wakasikizana bei. Na ule mzungu akapatiana pesa na Abunwasi akaenda. Baada ya wiki moja anakuja na nyama inanuka mbaya sana. Anaandika kwa ile mshumari. Mzungu anamwambia, "Nyumba ni yangu lakini mshumari ni yako. Nyumba ndio yako, mshumari ndio yangu." Anaenda tena, anakuja na kitu kingine chafu anaweka pale. Wakasumbuana kwa muda. Mzungu akamwambia, "Chukua nyumba yako, mimi sitaki kwa sababu siwezi kaendelea kukaa na kitu ambacho kinanuka kwa nyumba kwa sababu ya kamshumari." Naye Abunwasi akamwambia, "Nyumba nilikuuzia, mshumari ndio wangu." Uliza jirani yako, ulipopesa maisha yako kuna kamshumari kake ulipakisha? Kuna watu mnaomba sana lakini kuna kamshumari shetani anakujaga anaekelea mizigo yake. Bwana asifiwe. Akitaka kuweka hasira hata anakuweka ukiwa kanisani. Sababu hapo ni kake, ni kamshumari kake. Wakati umefurahia anasema ule ako na birthday, ameletewa keki, amepakwa keki kwa uso, anafurahia kwa sababu kuna kamshumari ulibakishaga. Ukasirikaga ovyo ovyo bila sababu, unapata umekasirika siku ya birthday yako. Angalia tena mwambie umebakisha nini? Baba sasa ni nini? Sasa nimekuja. Nasikia tu kukasirika. Na ni birthday yako na hakuna mtu amekukasirisha kwa sababu kuna kitu kalibaki ndani ya moyo wako. Leo nakuombea kwa jina la Yesu, kila kimishumari shetani alibakisha kwa maisha yako, leo tumolewe kwa jina la Yesu. Amen. So ujumbe ambao niko nao, unajua Mungu anapopeana message kwa kanisa, anapeana message aina nyingi. Kuna message ya kurevive the church. Amen. Kuna message ya kuclean the church, na kuna message ya kuinua the church, na kuna message ya kuponya the church. Mungu anatumana kulingana na ile hitaji ambalo kanisa iko nalo siku hiyo. Kuna wakati Mungu anaangalia kanisa lake aone limefinywa sana na situation, na maana anataka kuatia moyo na kuwainua, anatumana na ujumbe wa kuweza kutia watu moyo. Kwa hiyo kanisa lazima tujue kwamba moyo wako lazima uko ready ku accept every message from God. Usizoee message moja.
Haleluya. Kuna watu wamezoea message ya revival ya baraka ni vizuri, lakini pia ikikuja kutuonya useme ati leo mhubiri hakuwa na anointing kwa sababu alikuwa anaongea kuhusu kuonya. Na wewe upendaji hiyo area. Bwana asifiwe sana. Maybe kuna message ya mhubiri anakuja anaongea about prophetic anatabiria watu. Hiyo ndio area yako unasikianga vizuri. Lakini akiongea dhambi ni mbaya, unasema hiyo siku Mungu hakuwa kwa ibada. Mungu yule aliyetabiri, alitumia mtumishi wake kutabiri, ndio huyo pia aliongea watu warekebishe. So huyo Mungu ni vizuri ku accept message yake vile imekuja. So kama message ya leo ambayo niko nayo ni ya kuosha kanisa, ku clean the church. Bwana asifiwe. Najua sasa mama wameanza kufikiria ni kuosha nyumba na duster akaanza nyumba ya Mungu na duster ama ku clean madhabahu. Ni ku clean mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, topic of my message today, those who are writing, you can write this. Whosoever a man soweth, that shall he also reap. Whosoever a man soweth, that shall he also reap. Ya kwamba chochote mwanadamu apandacho, hicho ndicho anachovuna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata maisha ya kawaida tukiangalia watu ambao mnakuwa na wakulima nyumbani. Watu wanalima, wanapanda mahindi, wanapanda viazi, wanapanda kila aina yote ya mimea. Na huo wakati wote mkulima yule anatarajia kwamba kile amepanda anakipataga maradufu. Kama amepanda viazi, anajua baada ya miezi kadhaa atavuna viazi double. Kama ni mahindi, anajua kama nishapanda Januari, ikifika mwezi fulani nitavuna mahindi yale. Basi yaiona mkulima ambaye amepanda mahindi, alafu anaambia watu, unajua baada ya miezi kadhaa nataka na kuvuna viazi. Anakuwa na hakika kwamba kama alipanda mahindi, atavuna mahindi. Kama alipanda viazi, anajua atavuna viazi. Na hivyo ndivyo pia kwa maisha yetu ya kiroho inakuaga. Ya kwamba kile ambacho tunapanda, hicho ndicho tunavuna. Na maisha yetu yanakuwa kama vile ukitembea wakati kuna jua, unaona kuna kivuli kinakufuata. Matendo yako na yangu, yakiwa mema ama mabaya, yanatufuata kama kivuli. Ukiingia hapa inakufuata. Ukisimama inasimama. Maana kile mwanadamu apandacho, hicho ndicho huwa anavuna. Let's go in the book of Galatians chapter 6 verse 7. Wagalatia chapter 6 verse 7. Amen, tumefika hapo. Inasema hivi, yangu ni ya Kiswahili. Msidanganyike. Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Christianity is about journey, it's a journey. Na journey hii kuna vitu ambavyo watu tunafanya katika this journey ambayo Mungu ametuitia ya wokovu. When you call yourself a Christian, lazima ujue kwamba ni hatua umechukua na ni process ambayo iko hapo in between wewe na your destiny ambayo ni ya kwenda mbinguni, na hatua hiyo umechukua ni barabara ambayo kuna vitu ambavyo watu tunafanya mimi na wewe, hiyo ndio mbegu wa tunapanda. Na mbegu hiyo maandiko nasema kwamba Mungu wetu hadhihakiwi. Kile mwanadamu apandacho, hicho ndicho atakachovuna. Mwimbaji mmoja akaimba akasema kwamba ati matendo yote tutendao mema ama mabaya, kwa sababu ni wewe uliyoyatenda yatakufuata nyuma. So matendo yote ya Mkristo ni mbegu tunapandanga. Na siku moja hakika
mavuno tutayaona. Wakati mbegu imepandwa kwa mchanga na imefunikwa, huwezi kuona kama kuna kitu iko hapo. But hiyo mbegu inakufa, baadaye inakuja inazaa. So wakati tunapofanya mambo, tunafanyanga tukiwa tumejificha. Hello. Unaangalia kando, unasema hakuna mtu ananiona, unafanya, unatenda. Ujue saa hiyo kile ambacho umefanya ni mbegu umezika chini ya mchanga. Ukweli ni kwamba siku moja itatokelezea. Mungu atakuja kukuandika siku moja. Na maana ako na haja na wewe ya kupeleka mbinguni, atakuandika na atakuaibisha mbele ya watu ili kwamba kesho uweze kulainika. Na kama hata kuandika, ile makosa kubwa inaweza ikatokea ni uondoke duniani kabla hujatubu hiyo dhambi. Kwa sababu kile ambacho tunachokifanya sisi wanadamu huwa kinatufuata nyuma. Kila miongeo tunaongea kwa siri ama kwa wazi inakufuatana nyuma. Kila matendo unatendanga mbele ya watu ama watu wasipokuweko itakufuataka nyuma. Na ujue ni mbegu unapandanga. Na Mungu anakuonaga. Kuna mali Hebrews inasema chapter 2 hapo chini, kuna mali maandiko yanasema ya kwamba malaika hawa wametengenezwa na moto kwa kazi yao kulinda watakatifu, ama kutazama watakatifu na kutembea pamoja na wao. So what does it mean? Na maana kwamba malaika, kuna wale malaika wanapelekanaga na wateule usiku na mchana, wakichukua report ya kila believer. Wewe kasirika, ukaambia mzee si akufe, malaika kaandika ya kwamba huyu amesema mzee wake akufe, inaandikwa. Ukiongea kwa hasira, malaika ajuagi ni hasira, record inaandikagwa. Kwa sababu ni mbegu umepanda. I assure you today, the day is coming. Utapata mzee wako akipitia changamoto fulani zinahusiana na kifo, kwa sababu ni wewe ulimlaani. Maana kile mtu apandacho ndicho atakachovuna. Kile ambacho unaongea as a Christian ni mbegu na release kutoka kinywa chako. Maneno yote mabaya unaambiaga mtoto wako ni mbegu unapanda kwake. Amen. Wakati wote anakuambia kwa kupatia mtoto wako majina fani kwa sababu umekasirika, ama kwa sababu aperform vizuri shuleni, unamuita majina sisi nakaa namna gani, ni mbegu unapanda na utakuja kuvuna. Na shida ni kwamba wakati wa kuvuna Mungu akwambiagi ni vile ulipandaga 10 years ago, unavunaga na uchungu, unashinda nani yule aliyeniroga? Kumbe kuna mtu alikuroga, wewe ndio ulijiroga 5 years ago. Praise the Lord. Na maandiko yameweza kutuambia kwamba Mungu habihakiwi. Kwa hivyo ni kusema kwamba Mungu huwa anasikiza sana kile ambacho unachokifanya. Na wacha niwaambie wapendwa, kwa Mungu hakunaga mizaha. Kuna vitu vifai kutokana na vinywa vyetu. As long as you are born again Christian, unasema kwamba una joke. Kwa Mungu hakunaga joke. Yule ambaye mna joke na yeye atacheka, lakini in heavenly places there is no joke. Mimi nikikua siku moja, sikujua tukutembea kwa barabara na pastor wangu, ni bado niko mchanga. Kini nikiliingia. Nikamwambia pastor, na miss kuona accident. Sijaona accident, nasikiaga ningetaka kuona. Bwana asifiwe. Alinigeuka kanambia, wewe na shetani ni mabrother. Unataka watu wakufe? Nikomka. Niombe Mungu nisamehe na nimetubu, sitakuja kitu kama hiyo, na nikaribasi maneno yangu. Kwa sababu aliniambia kwamba kile unachokinena hivyo kina happen. Kwa hivyo hakisha kwamba kinywa chako hakiongei vitu ambavyo utakuja kuvuna baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu katika familia zao wakosana na waume wao. Leo cha niingiliwa mama kidogo, unaanza kuishi. Siende tu gongo na jamaa mkokoteni huko. Na unasema siende tu ama mwagiliwe maji na magari kwa njia. Kwanzia leo nataka kuashua maneno kama hayo, hata ukasirika heri unyama, kwa sababu kile unachokinena ni mbegu unapanda. And somebody say amen. Amen. Na hii mambo ya wanaume mkosana na bibi yako, anamwambia mimi inaweza kutupa nikawa mwingine. Wewe unadhani you are joking? Katika ulimwengu wa roho, haya maneno yanakuwa na nguvu sana. Utatafutiwa kijitu tu mtakosana na mama na utaendea mama kwa baba mwingine. Kwa hivyo usizoee kuongea maneno ambayo itasababisha upande mbegu ambayo utakuja kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Haya, hebu tusikie Yesu akiongelesha kanisa fulani in the Bible vile ambavyo linafaa kufanya. Revelation chapter 2.
Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 2 hadi 5. Ufunuo wa Yohana, the revelation of John. Hii ni maono alifunuliwa. Chapter 2 verse 2 mpaka 5. Nasema, najua matendo yako na tabu yako na subira yako, ya kuwa hauwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajitao mitume, nao sio, ukaona kuwa ni waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikuanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa king'ara chako katika mahali pake, usipotubu. Bwana Yesu asifiwe. Now, ripoti ambayo kanisa hili lilikuwa limeandikiwa na malaika na Mungu akapelekewa ni kwamba lilikuwa na ripoti nzuri. Ilikuwa ni kanisa ambalo lilikuwa na mienendo mizuri. Generally ni watu wa hilo kanisa ambao walikuwa na ni watu ambao maandiko yanasema ya kwamba Mungu alijua tabia yao na akajua matendo yao na akajua subira yao na akajua kwamba hawezi kuchukulia na watu wabaya. Yaani hakuna vile wangekubaliana ama wangecompromise, wakomodate vitu ambao ni vibaya na watu ambao wanafanya mambo hayo mabaya. Na wakawa na discernment spirit ya kutaka kujua watu ambao wanajiita mitume kumbe si wa kweli. So walikuwa wanagundua wahubiri wa uongo, walikuwa wanawafahamu. Wanaojiita mitume kumbe ni waongo, walikuwa wanawajua. Hii kanisa lilikuwa na macho yao ya ndani ilikuwa imefunguliwa sana. Hawangeweza kudanganyika. So matendo yao yakawa nzuri. Mbegu yao waliyopanda kwa Mungu ikawa nzuri. Na ndiposa Mungu anasema akajua subira yao na shida yao, na kwamba hawezi wakachukuliwa na watu wabaya, na waliweza kugundua watu ambao walifanya mitume kumbe sivyo. Mungu akapendezwa na wao. Na pia kanisa hili lilikuwa na uvumilivu. Kwa hiyo unapovumilia hili tunda unapanda la uvumilivu ambao ni la baraka. Mungu akagundua kwamba walipanda uvumilivu kwa maisha yao. Na tena anasema kwamba kwa sababu ya jina la Bwana hawakuchoka kuvumilia. But verse 4, nina neno juu yako ya kwamba umeacha upendo wako wa kwanza. Ni kusema wakati wowote utakapoacha vile ulikuwa unafanya, uanze kufanya vitu ambavyo havifurahishi Mungu, rekodi yako inabadilika. Matendo yako ya pili yanakuwa mabaya kuliko ile ya kwanza. So kanisa hili likawa ya kwamba instead ya kuendelea kufanya kile walikuwa wanafanya mbeleni, wakaacha upendo waliokuwa nao kwanza, kwa sababu upendo ule waliokuwa nao kwa Mungu ndio ulikuwa unafanya wanavumilia, ndio ulikuwa unafanya wanakuwa na ile umoja, ilikuwa inafanya wanakuwa na ile subira katika shida na matatizo. Hawangeacha Mungu maana walikuwa na upendo kwa Mungu. Ukianza kuona unaboeka na vitu vya Mungu, kitambo ulikuwa unakuja kanisani mapema kuomba, kitambo ulikuwa unakuja jioni kutafuta uso wa Bwana, hata ulikuwa unalala kanisani ukiomba. Sasa unasikia kuboeka. Ni kusema kwamba kuna vitu umeanza kufanya ambazo si nzuri. Kuna shughuli umejiingiza zinanyonya ile upendo wa Mungu. Kuna watu umeshikana na wao hawakuelekezi vizuri. Maana hapa tunaona kanisa hili maandiko yanasema halikukubaliana na watu wabaya. So watu wote ambao wanakutoa kwa laini ya Mungu, hawa watu Mungu anaonaka ni watu wabaya. What does it mean? Mama ukikaa kwa plot na mama ambayo wengine wa kawaida, na yale mambo mnaongea si ya kumtukuza Mungu, hawa mama wanaanza kunyonya kile kiko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mnaanza kudiscuss kuhusu wazee wenu. Mzee wangu, hata nyamaza nikwambia wangu. Hiyo ukitoka hapo empty. Ukienda kuomba unasikia kumekauka ni Bwana amen. Hauna kitu, umekaukiwa. Kwa sababu watu umeshinda na wao wamekunyonya hiyo. Bwana asifiwe. Na hiyo jambo Mungu alinifunza siku moja, wakati nilikuwa mwana youth. Nimefunga 4 days nasikia vizuri, na nimemalizia jioni nasikia anointing imenizunguka mpaka nasikia uwepo wa Bwana ni kama niko na malaika hapa. Sasa nikaenda kutembelea wana youth wenzangu mahali wa church nyingine.
Wakaniambia leo kuna mahali tunaenda kesha. Uko tayari huyo twende? Nasema hakuna mahali naenda, tutakaa twende. Sasa nikaenda nikaitayarisha, tukakuja mahali tulikuwa tunakutana na wao, tukakuja chai kwa hoteli, tukaenda kesha. Tukiwa kwa barabara, ile mambo wanaongea, walikuwa wanaongea mambo ya comedy za kina Ojwang, Ondiek, hizo Sasa mimi kwa familia yangu nasikia haitaki hizo mizaha. Haivutui nayo mambo. Lakini sababu ni wanaizi wenzangu na sasa kujione kama mimi special than wao. Nikaanza kuongea mambo ya Ondiek. Kasema hata mimi ananibambaka sana. Kwanza wewe kufika kanisani kasikia nimekaukiwa, ile anointing yote imeenda. Ndio wameokoka. Lakini mambo ambayo nimesikia kutoka kwao si mambo mabaya, but kulingana na mimi roho Bwana hakuwa nataka nishirikiane na wao kwa maneno yale. So ile anointing nilikuwa naona kasikia imeenda. Nikauliza Mungu, what happened? Kaniambia ndio maneno umesikia hapo, imepoa uwepo wangu. Kwa hivyo ni vyema ukitaka kusustain kile ambacho Mungu ameinvest ndani yako, lazima unaangalia kile ambacho una discuss na watu. Hapana joke na kila kitu, mpaka mambo ambayo make sense unajoki tu. Itanyonya upako. Kuna watu wanakuja Sunday hapa tunawaekea mikono, tunashia nguvu za Mungu unapokea. Ukienda tu kwa nyumba, ukutana na mama aliambo hapo. Nimekutafuta, ndio kanisa saa ngapi? Nikupatie uhondo. Ili anointing yote ina mezo na huyo mama ameshinda kwa plot hapo. Mikuru gani na omena hapa anangojea wewe, ana meza hiyo. Kwa sababu kuna company tunafaa kuondokea. Praise the name of the Lord. Kuna watu ambao kwa kikao mna discuss vitu. Hata unafaa kusikia uchungu wakati ambao mnaongea mambo ambayo si ya kumtukuza Mungu. Lazima uelewe kwamba mwili wako ni hekalu la Bwana. Roho Mungu anaishi ndani yako. Chochote ambacho kifurahishi Mungu kisitoke kinywani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe mama. Amen. Mungu tafadhali, mkiwa katika kazi mnayoifanya huko nje, ndio mnashinda watu ambao hawajaokoka. Wanaongea anything wanataka. Hili waondokee, wasemaje wanajiringa. Lakini don't allow yourself kujiinvolve na vitu ambavyo vitanajisi mtoko wa ndani. Maana chochote utaongea ni mbegu unapanda na utakuja kuivuna baadaye. Ndio Wakristo walikuwa strong, siku hizi wako chini. Wandugu walikuwa naomba wanafunga, siku hizi hawafungi, walijihusisha na mambo mengi yakanyonya ile anointing ya Mungu kwa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Inafaa mpendwa, ukiona dhambi mbele yako unaiogopa na unaikimbia, si kuiendea. Amen. Amen. Ukisikia watu na discuss vitu ambavyo si za kumtukuza Mungu, unafaa kuzichukia. Si kusema, ati unasemaje? Atule mama alifukuza na mzee. Na hiyo mama alikuwa anatulingiaga. Sasa umefurahia kwa nini? Ukiona Mkristo anafurahia ubaya, amecompromise imani yake. Unapokisikia marriage inavunjika, uhuzunike na uombe, kwa sababu marriage break, church imekuwa affected. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Wakristo ambao hawajui ya kwamba wameitwa kuleta amani, wameitwa kuleta watu kwa pamoja. Wao kazi yao ni kungojea ubaya ufanyike waweze kuongea. Kwanza wanakuwa na ufunuo wakati ubaya umefanyika. Yes, wacha atendekewe na hiyo. Ajue naombaga Mungu aliye hai. Sijui sasa kumsalamia. Mungu amempiga kwa ajili ya hiyo. Imagine. Sasa unashindwa. Kwani Mungu kazi yake tu ni kukaa na kupiga watu wafurahi yake. Bwana asifiwe. Na acha nikwambie, ukizoea kufurahia watu wanapopatikana na mabaya, hata wewe the day is coming, maana ni mbegu umepanda, utakuja kuvuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuseme kanisa lingine ndio Revelation chapter 3 ambalo pia Yesu analiambia hivi. Revelation 3 verse 1. Hili kanisa liko linaitwa Sadi. Verse 1, 3 verse 1 inasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Sadi andika, haya ndio anenaye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7, na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa. Hello. Hakuwa anaandikia watu wa dunia, alikuwa anaandikia Wakristo. Ya kwamba uko na jina ambalo liko hai lakini umekufa. Wakristo wote niwaambie, kuna watu walibaki na jina, nimeokoka, mimi ni wa Trinity, mimi ni wa kanisa fulani, lakini Mungu akimwangalia amekufa. Watu wanauliwa na nini?
Nini kinaua watu wengi ambao wameokoka? Ni kujihusisha na vitu ambavyo havimfurahishi Mungu, vinawaua pole. Na inaanziaga na maneno. Na niongeo. Hiki ni wapenda maandiko sema kwamba ni kidogo sana. Lakini inakaa kama kijiti kimoja ka kibiriti kanaweza asha msitu mzima. Ukiendelea kuongea vitu ambavyo make sense. Ukiendelea kusengenya na kuinukia watu wa Mungu na kuongea ubaya watu wa Mungu na la kanisa na la watumishi, kwanza watumishi muachane nao, maana ile anointing wako nayo. Ukiendelea kuongea sana kuwahusu, ile anointing iko nayo because the spirit inakupiga tu hapo. Watu wengi wakiwa wamekufa lakini bado wako kanisani wanaruka wanasifu, but they are already dead. Mungu akiwaangalia anaona alikufa kitambo. Okay, nuzie jirani yako, umekufa ama uko hai? Bwana asifiwe. Maana maandiko yanasema kwamba uko na jina la uhai but you are dead. Vitu ambavyo vinatuaga ni vitu vidogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeokoka lakini kuna vitu bado hujaiachilia. Ukiwa kwa nyumba kuna kiwimbo unaweza weka hapo cha reggae. Unaanza kurukaruka kufanya kichwa hivi kama Bob Marley. Na ulikuwa na speaking tongues hapa Sunday. Sasa kwa nini usikufe? Amen. Unakaa kidogo na wewe mwanaume na uko na mke mrembo hapo, lakini bado kuna SMS unarushia sister moja mahali. Kwa nini usikufe? Sio utakuwa unakuona uko na jina la aliye hai, lakini Mungu anakuona you already dead. Amen. Ushafika mahali ukastuka. Mimi nashangaa sana sometimes na Wakristo. Unapata kuna mtu anaweza toka hapa tu ajifunge leso, aanze safari. Ameenda akichukua information yote vile kulikokuwa Sunday na hakuwa kanisa. Jana kulikuwaje? Kwaya ilikuwaje? Praise the Lord ilikuwaje? Fulani alimba. Hiyo tu. Aenda. Mpaka lenana akuje na ndugu. Kwa nini mtu asikufe? Ako na jina la aliye hai, lakini alikufa. Bwana asifiwe. So Mungu anaambia kanisa na Sadi ya kwamba uko na jina, hebu tumbie hapo. Na yajua matendo yako kuwa una jina la kuwa hai na umekufa. Verse 2, huyo mwenye kukesha ukaimarisha mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Maana si kuona matendo yako kuwa yametimilika mbele ya Mungu wangu. Unasikia? Ya kwamba urekebisha mambo yako yaliyobaki ambayo yako tayari kukufa. Mungu ni mwema. Ya kwamba kuna kitu anakubakishiaga ambao pia kanaelekea kukufa. Anakuambia ukaimarisha njia zako, ukarudi kwa mkesha. Ni kusema kwamba ukiacha ile maombi ulikuwa unaomba kitambo, mambo yako yameanza kukufa. Kuna watu mwezi haingeisha kabla hajafunga, uliacha hiyo kufunga. Imarisha mambo yako ambaye yanaelekea kukufa. Ndio maandiko yanasema. So chochote ulikuwa unamfanyia Mungu na ukaacha kufanya, ni rahisi kwamba kuna vitu vingine umeshikana navyo ambavyo vinakuelekeza kaburini. Amen. Ukianza kuona vitu vya dunia viko na thamani sana kuliko vitu vya rohoni, ujue sasa unaelekea kukufa polepole na ujue. Unaweza watch movie 2 hours, lakini Bible unaisoma 3 minutes na kutokesha. Wewe umeanza kuingia barabara ya kukufa. Haleluya. Amen. Ukichukua TV ukipata mhubiri na ubiri, sitaki kusikia mhubiri leo. Ukisikia manyimbo hapo ambazo zinaimba aje za love, unasema nasikia kulove. Hiyo kulove ndio unakufa sasa hapo kwa hiyo kulove. Kwa sababu vitu vya Mungu vinafaa kuvutia wewe, havifai kurusha mbali na Mungu. Praise the Lord. Na hii gospel pia inaingia kwa vijana. Vijana siku hizi mwanzo kutembeleana sana, maana nyumba za vijana, unajua vijana pia watembelewe sana. Huko ndio wanataka vituko. Hebu niambie kijana, umeweka picha ya mtu ako na bangi hapo. Hapo ameandika sijui ja wote hapo. Na kimoshi ametoa macho nyekundu. Alafu kwa chini hapo unasema rikatanda na makonda. Itaenda wapi? Na hii moshi inasema hakuna. Toa hiyo picha tupa. Praise the Lord. Sababu hiyo inakuua hapo polepole. Hiyo ndio anga imekamata, inakwambia ye man, niko hapa ye man. Wachana huyo, mimi ndio naongea hapa. Kimuntu ujui na roho gani kiko hapo kwa anga yako.
Siweke picha yako hapo. Bwana sifiwe sana. Tafadhali mkitembelea kwa vijana mwanzo picha mwambie hii ndio umekamata anga wewe to. Umesema tu usiku na nyongao kuna kimutu kinakuja sini hicho kuna bangi hapo kinakujaga usiku. Kila siku lazima ni nyongo yeye niombe kuna jini natumiwa toa hiyo picha jini itaenda. Praise the Lord. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinauaga mtu wetu wa ndani pole pole. So uokovu wetu unakosa nguvu, ndio tumeokoka, hakuna mtu akutulaumu, lakini ndani ya mioyo yetu kuna vitu vinakuja pole pole na tumejiletea sisi wenyewe. Vitu ambavyo Mungu anachukia, hata wewe chukia. Vitu ambavyo Mungu anapenda, vipende na utakuwa vizuri. Praise the Lord. Amen. Verse 4 inasema hapo 3D. Maana si kuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wako. Kwa hivyo lazima Yesu aconfirm ama approve ya kwamba matendo yako yamekamilika mbele za Mungu. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu ako concerned na matendo. Kuna watu wasemaga, tumeokolewa kwa neema, hata uniokoke neema ni mingi, hata nisipofanya mambo yote neema inanitosha. Mungu anaangalia kama matendo. Usitumie neema ya Mungu bure. Gospel of Christ isitumiwe vibaya. Mungu anaangalia matendo. Limit na jamaa moja amefundisha gospel ya kwamba kuna na niwaambia basi kuna gospel ina trend hapa Kenya na imetoka Korea. Hiyo gospel is not right. Wanasema hivi, once saved forever saved. Wanasema kwamba hauwezi lose your salvation. Hata ukienda uwe bibi 10, huwezi lose your salvation. Hata uende fanya nini, you cannot lose your salvation as long as you already born again Christian. Hivyo ndio wanasema. Lakini hapo maandiko sema kwamba angalia matendo ya maana haijakamilika mbele za Bwana. Mungu anaangalia kama matendo. Ukishaokoka lazima matendo yako yaandamane na wokovu wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wana follow feelings. Ati mimi nasikia tu kufanya kitu fulani anafanya. Don't follow your feelings. Follow the word of God. Haleluya. Kuna mtu mmoja alisema ati mimi nafuataka kile neno nimesoma asubuhi nafanya. Haya, akafungua neno inasema Juda akajinyonga. Sasa ataenda kujinyonga. Bwana siku sana. Sasa ndio una muda kusoma neno kulelewa. Si kile kitu unasoma hapo unachukua unaenda na Mungu anataka nifanye hivi. Hapana, elewa neno. Haleluya. Na tutengeneze matendo yetu. Verse 4. Lakini unao majina machache katika Sardi, watu wasiotia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami hadi wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Kwa hivyo kuna kitu ambacho Biblia inasema kuhusu watu wa Sardi, kulibaki watu wachache ambao mavazi yao hawakuyatia unajisi, hawakuyachafua. Mavazi, wapendwa, ni wokovu wetu. Mtu yote ambaye amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kuna vazi tunapeangwa spiritual clothes ambao zinakuwa za white. Saa hizi Mungu akuangalia hivi akuone vile mimi nakuona kama umevaa nguo ya black, akuone hivyo. Mungu anakuona umevaa nguo nyeupe, vazi la utakatifu ambao each and every believer huwa anapewa. Bwana asifiwe. Haijalishi uokoka miaka 20, miaka 10 ama uokoka jana, sote huwa tunapewa hilo vazi. Sasa Yesu anasema na kwamba hawa watu wachache wa kanisa la Sardi hawakupaka nguo yao uchafu. Kwa hivyo mavazi haya yetu ya rohoni huwa yanapakwa uchafu na yale mambo tunayafanya. Wakati umekasirika, yale mambo utafanya kupitia hasira yako inachafua hiyo nguo. Haleluya. Wakati umekaa chini umeanza kuanza kuwatch pornography, zinaharibu hisia zako, na wewe ni kijana unachafua vazi lako. Wakati umekaa chini unafunga nyumba ndio Mkristo bonia sikutembelee, unaweka manyimbo za watu wanaimba wakiwa hawana nguo, ukidhani kwamba kwenye starehe, hizo manyimbo ndio zinachafua mtu wako wa ndani. So Yesu kuangalia anaona ndio kuna vazi ya white lakini iko na stain. Imejipaka uchafu. Kuna watu waliokolewa lakini wasemaga mimi sikunywangi ama mimi sikutaki sigara, lakini hiyo harufu nataka ukaa karibu nayo. Akinasiaga vizuri mtu sigara kupiga nako. Wewe huti lakini hiyo sigara una. Sasa ni kusema kwamba wewe bado nguo yako iko na stain.
Ukiona kuna kitu una struggle in your life kuacha, ni kusema bado vazi lako linazidi kuchafuka. Na ujue hiyo vazi ikichafuka, hauta qualify to face Jesus in the last days. Kwa sababu nguo, ukivaa nguo nyeupe na ile iko na vitu ambavyo ni damu ama uchafu, ukisimama mahali kwa kuna mwangaza kama hapa, inaonekana direct. Na Mungu wetu atakuwa na mwangaza mkubwa in the day of judgment, akaenda kutuhukumu. So vile utatokelezea mbele zake, ndio atajua kama nguo yako ni safi ama si safi. Maana ile taa na ile tukufu imejaa kwa ile madhabahu, ndio itakuwa inamulika kila mtu. Kwa hivyo wale ambao matendo yao iko sawa, mavazi yao itakuwa nyeupe kila wakati. Wale ambao wako sawa, mavazi na bako mania white. Okay, hata wewe niambie, umeenda umenunua nguo nyeupe, white kabisa kutoka juu mpaka chini. Alafu mtoto aimwagilie supu ya samaki. Utakuja nao kanisani kweli? Hapo tukatembea na kwa barabara. Sasa wakati tunajichanganya, hivyo ndio Mungu anatuonaga tuko. So kanisa la Sadi likaonekana watu wachache ambao mavazi yao yalikuwa masafi. Uliza jirani yako, wewe ni mmoja wa kanisa la Sadi ambao mavazi ni safi? Amen. Yes, wacha hiyo challenge juu ya kila mmoja wetu, ya kwamba tuweke mavazi yetu yawe safi. Ukitaka kujua ya kwamba umeanza kukufa polepole, ni zile ndoto utaanza kuota. Ukianza kuona ukivuta sigara, na Biblia ndio haivuta sigara. Unaona unavuta sigara, ujue sasa wewe umeanza kukufa polepole. Inamaanisha umeanza kuingia kwa mambo ya ulimwengu. Dunia imeanza kukuingia. Haleluya. Amen. Ama unaanza kujiona kwa ndoto na wewe ni dada, umepaka nguo kafupi. Na uvangi nguo fupi, lakini unaweza kuona una nguo fupi. Na usema kwamba ulimwengu imeanza kukuingia. Okay, wanataka hapo aongee sana. Unajua Mungu ni mwema, anatufunulia kwa ndoto ya kwamba ama unaanza kuona wewe ni ndugu ama ni dada unakimbizwa na dogi. Yaani wakati ikenda hukuma shindo. Wewe ile ulimwengu imekukamata, unaelekea kuchinjwa na shetani. Bwana asifiwe. Umbwa katika ndoto ina signify sexual immorality na lust. Umejawa na tamaa nyingi ama unaenda kujaribiwa na roho ya usherati. Unaona kiumbe kenda kuuma, unaamuka. So unasema kwamba kuna jaribu na kushika ya lust. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hizo ndio njia ambazo za kutaka kujua kwamba kama uko sawa ama hauko sawa. Kuna ndugu mmoja niliota na yeye, nikamwona akivuta sigara. Tulikuwa tunaomba na yeye tukiwa wana youth. Sikuelewa, nikaenda nikamkuta kazini kwake, nikamwambia my brother, niliota apigwa na kisigara kikubwa. Okay, ilikuwa bangi, but ilikuwa sigara. Na sijui kwa nini. Nikamwambia mimi sivuta sigara maisha yangu yote. But nikamwambia acha basi nitakuombea, maana mimi sijui nini. Sikuwa naelewa wakati huo inamaanisha nini. Baada ya siku kadhaa, mimi nimetoka maombi. Nikaona kuja prayers. So nikasema nimtembelee kwake, maana alikuwa ni kijana, nilikuwa namtembelea na lala kwake. So mimi kutembea nikapata kuna dada kwa nyumba akona kilembe imeandikwa Israeli. Ndio Mwisraeli na yeye ametoka wapi kwa ndugu yangu? Nikastuka. Nikamuita yeye, kama ndugu ni Mwisraeli kinyumba. Ni nani huyo? Nilikuwa nikwambie, unajua nikasikia basi Mungu anikumbusha ile ndoto. Nikamwambia ndugu yangu, "Nasomeoa. Sasa Mwisraeli ni nini kwa nyumba?" Kama bibi yangu amenitesa sana. Nimeamua kumtupa, maana amekuwa na mpango ya kando, nimeamua kuchukua huyu, hata mimi nimuoneshe mimi ni mkali. Nikamwambia sasa ndio umesaidia shetani kazi. Haungefanya hivi. Nilimuongelesha karibu 2 hours akakataa. Kaniambia sasa mimi nimeamua kuchukua Mwisraeli baada ya kwenda Jerusalem awe hapa kwangu. Kana Mwisraeli. Ambu kwa sitakuja tena huko Israeli huko. Nikamwacha. Na kuambia ndugu yangu, baada ya wiki alianza kudeseka. Hukumu akasikia kabisa amefanya makosa, Mungu amemuondokea.
ile bwana anafanya ndio alipishie bibi yake, hata yaona yeye ni mkali, hasa kama hajapuruhiwa hivyo. Na unaona si vizuri kulipisha ubaya kwa ubaya. Kwanza wakati umekasirika usichukue any step. Unapotaka ukiharibu instead utengeneze. Baada ya wiki mbili nakuja naambiwa nimetafutwa na jamaa anioni. Yaani usiona Mungu mpaka anakuficha. Anakutafuta akuoni. Baada ya wiki moja na waliponiona nikaanza kuona mpaka amelia. Akaniambia nimekutafuta, Mungu tu amefanya nikuone. Akaambiwa atakaje? Mwisraeli. Bado niko naye, wewe wacha na Mwisraeli kwanza. Sasa mimi nitafanyaje nirudi kwa Mungu maana? Na sisi kama nitakufa hata karibu nijipongesha gari Uhuru Park. Kabisa niko distressed. Sasa nikajua ameelewa dhambi zake. Nikamwambia sasa wapi before kuanza step ya kwanza. Mimi niona sitakaa na yeye, nikamwambia ende kwao, nikamfukuza. Ambia basi sasa umefanya hatua nzuri. Sasa fanya hivi. Ndio Mungu akusamee mali dhambi yako ulifanya ukitaka na nilikuonya. Sikuombei toba leo. Funga siku ngapi? Dry fasting ukuje sasa. Ndakuombea toba. Sawa nitafunga. Alikauka jamaa anafanya kazi ya mzigo ya kwenda na maroli za mchanga. Na alikuwa makanga wakati ule. Imagine alikuwa anafanya kazi ya makanga na hajakula dry 3 days. Na Mungu ambaye neema hakuanguka. Na mimi acha nimemtesa ndio siku nyingine asiniletee Mwisraeli mwingine aniambie sasa nimechukua huko. Nikamwombea toba na akarudi kwa Yesu na baada ya miaka 3-4 maana mtoto wake baadaye walikuwa ni wao wa kwanza, alifika mahali akatoka kwake akaenda kolewa na kulu na akasetwa huko. So baadaye Mungu alikuja akambariki na akaendelea na maisha yake. So nataka kusema kwamba ukianza kuona vitu kama hizo kwa ndoto, ujue sasa kuna vitu vinaanza kukufa ndani yako spiritual. Ni vizuri ukimbilie msaada wa mapema. Praise the Lord. Wacha nimalizie na Revelation 3 verse 7. Tusikie kanisa lingine linaitwa Philadelphia. Ufunuo Yohana 3 verse 7. Huyu ni Yesu anaandikia kanisa hili la Philadelphia, ananiambia, haya ndiye anenaye yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi. Yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afungaye wala hapana afunguaye. Na yajua matendo yako. Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo na umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi na sio, bali wasema uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua kuwa nimekupenda. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujiliwa ulimwengu wote na kuwajaribu wakao juu ya nchi. Na hata upesi shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Praise the Lord. Kanisa la Philadelphia liliandikiwa maneno mazuri. Bwana anasema kwamba anajua matendo yako, na katika kile kanisa anasema hiyo, anajua matendo yako. Elewa kwamba Mungu anajua matendo yako. Amen. Mungu anajua matendo yako. Usidhani kwamba Mungu haonani kile ambacho unafanya, hata kile unafikiriaga. Kuna watu wanatusi mtu na mawazo. Mungu anaonaga tu. Umeita huyo mwingine mamki na kwa mama. Bwana siwe. Hiyo ni mbegu unapanda, utakuja kuvuna. Mungu anaambia kanisa la Philadelphia, ninajua matendo yako. Nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hapana aweza kufunga. So kila Mkristo kuna mlango ambaye Mungu atufunguliaga. Hii mlango inamaanisha opportunity. Each and every believer ako na opportunity kwa maisha yake. Hakuna mtu ambaye hana opportunity. Ukiona ya kama imefunguka mbele, usimsikilie wivu, yako itafunguka pia. Ukiona mama Selina yake imefunguka mbele, juu yako pia itafunguka baadaye. Maana kila Mkristo anakuwa na mlango wake. Every believer. Hallelujah. Kwa hivyo nikusema kwamba hata kama kuna watu wamefanikiwa maishani na wewe bado hujafanikiwa, mlango wako unakuja. Na kuna siku utafunguka. So kile ambacho kinadetermine ni vile utakaa na Mungu vizuri. Ukimpendeza vizuri, anaweza ufungua mapema. Akiona bado hakuamini,
anaweza fungua utoroke, anakuweka weka kwanza. Okay, uza jirani, ukafunguliwa leo mlango unaweza toroka. Bwana siwe. Kama siku moja mzee mmoja wachache kwa kituambia ati kuna mzee alikuwa amemwandika kazi ya driver wa Rosa, kuendesha hizo Rosa. Huyo bosi yake alikuwa ni ndugu zamani kanisani, alikuwa anaombanga sana. Na ni ndugu ambaye alikuwa anafunga, anamwambia Mungu amfungulie mlango. Bwana akambariki na magari za kwenda tourist, za kwenda kubeba tours kadhaa kama 3 hivyo. So siku moja kutoka hoteli wanakunywa chai, hiyo bosi akaanza kusema, you know inatoka wapi? Inakujaga sana wakati pesa inaingia. You know, these churches nowadays, it's institutions. Yaani kanisa ambalo limemuinua, ambaye ametoa maruhusa 3 huko, anasema, you know, it's a institution. It's like other business. Don't matter on them. You say, akaongea. Huyo ndugu alistuka. Okay, uliza jirani, unasema you know ikifunguka. You know. You know, even Pastor Mwangi, na mimi nilikwambia hapo kapokea baraka. Even Pastor Mwangi, si wa level yangu. You know. Naweza kuambia, nikisikia umesema you know ile shindwe na kuambia ni nyingi sana. Wakati unakuja hapa nikuogelea mikono mnyenyekea, huko sema you know. Sasa basi umekuja, unaniona pale, unapandisha kioo. You know Pastor Mwangi, wacha niende wapi? Nairobi. Siku moja Yesu nganga alikuwa anauliza, yaani hapa ndio mimi nimekuombea. Bwana siwe. Ukaenda ukapata tenda ya milioni 10. 10% yake ni milioni 1. Sasa mimi kuja nifanye mlio mmoja wa mamilionea wa Nairobi, uniletee 10%? Sasa nasema you know your church, hata inanga compound mzuri. Unapelekea mwingine ambaye ako huko na sio kwa baraka Bwana. Sometimes wewe na nyinyi mnakoseaga Bwana. Ambia tena sometimes tunakoseaga. Hatufanyaji vizuri. Bwana. Hatufanyaji vizuri. Kwani na mbili wako akishika hiyo milioni 1 atajikuna. Sasa ukipelekea watao na ameshika mingi. Weka ulimu na lemwe. Okay, hiyo Waswahili. So, kila Mkristo anakuwa na mlango wake. Na kitu moja Mungu anataka tufanye ni kwamba, hebu sikia hapo verse 7D verse 8. Na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hapana aweze kufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo na umelitunza neno langu wala hukulikana jina langu. Kwa hivyo nikusema kwamba ndio ufunguliwe mlango, unaweza kuwa na nguvu kidogo bali umetunza neno la Bwana. Ni kushikilia tu, hata kama kuna wakati wafika uisi kwamba uko chini. Biblia inakushauri kwamba ni vyema ushikilie na hizo nguvu kidogo uko nazo, maana kuna mlango unakuja mbele zako. Na Mungu anakuwa na tabia ya kufungulia watu mlango ama kuwabariki wakati wako chini sana. Amen. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Na kitu cha pili anasema usilikane jina lake. Hata shida zikikuja usikane jina la Bwana. Katika uchungu na udhaifu wako usilikane jina lake. Simamia hilo jina katika uchache wako na udhaifu wako, hapo ndipo anasema atafungua mlango. Can somebody say amen? Verse 9. Tazama nakupa walio wa sinagogi na Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi na sio, wale wasema uongo. Nimesema kwamba Mungu kwa sababu ya kutokana jina lake na kumngojea na kumsubiri katika udhaifu wako, anasema atakupatia wale ambao ni wa sinagogi na Shetani. What does it mean? Ya kwamba wale ambao wameinua mapepo, wale ambao wako worshiping, hao hawatakuwa shida kwako, utapewa mikononi mwako. Praise the name of the Lord. Katika udhaifu wako ulishikilia Mungu. By the way, Mungu anaonaga tunampenda in the time of trials. Wakati umefungwa na mambo, wakati maisha imekupeleka kwa kona, wakati magonjwa imekuja, wakati watoto wako wamekuinukia, vita imekuwa nyingi kwa jamii, na umeshika jina la Bwana na hautalikana, hapo ndipo anakujaga kufungua mlango. Wapendwa, msiwache Mungu hata hali ikiwa namna gani. Tukiwa nazo ama tusiwe nazo, tusilikane jina la Bwana. Na wale wasema kwamba ni Wayahudi na sio ni pretenders, hao watu hypocrisy, watu wa aina hiyo wote Mungu atawaweka chini yako. Hakuna siku watakuwa juu yako. Ya mwisho hapa Yesu anasema hivi, verse
10, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote na kuwajaribu wakao juu ya nchi. Kwa hivyo nikusema kwamba wakati wote dunia inakuwa na saa ya kujaribiwa kwao. Kuna wakati Mungu anatilianga disaster ulimwenguni, kama corona saa hii imekuja ulimwenguni, magonjwa kama ya kansa ulimwenguni, HIV, mambo mengi. Kuna wakati dunia inatumia the time of temptation. Mungu anasema kwamba atakuokoa. Haleluya. Hebu sikia. Kwa sababu pastor, kwa kuwa umenishika na neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke saa kuharibiwa. Nisema kwamba Mungu atakulinda na atakutoa kwa hiyo saa ya kujaribiwa kwa ulimwengu. Nimesema kwamba ukishika neno la Bwana, hata corona ikuje haitakupeleka kwa mchanga. Hata kansa iwe watu haitakupeleka kwa mchanga. Mungu atakutoa katika saa ya kujaribiwa kwa ulimwengu kwa sababu umeshika neno la Bwana na umekuwa na subira kwake. Sio hata si kushika tu, pia kusubira ni kuvumilia na kungoja. Hata familia yote kuinukia samaga wewe ni mrogi, usiache Mungu. Amen. Hata kuja pamoja sema ulilingaga tangu kuja Nairobi, unaendaga nini? Usilikane jina la Bwana. Kwa sababu Mungu anasema atakuokoa na ile saa ulimwengu wote unajaribiwa. Na wapendwa, ulimwengu ikijaribiwa kujitoa ni ngumu, labda Mungu akuokoe. Haleluya. Amen. La mwisho anasema hapa, naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitoa taji yako. Ndamalizia kwa kusema kwamba Yesu anakuja upesi, shika sana ulicho nacho. Shikilia wokovu wako, asije mtu mwingine akakunyang'anya. Amen. Amen. Kuna mwimbaji mmoja alimba akasema, anauliza ushakula fare ya kwenda mbinguni? Wokovu mpendo unanyang'anywa. Unaweza kula fare. Amen. Kukula fare ni kusema upatie mtu 200 mwambie mkutane town. Aende hapo apate kuna mahali panazo chips na sausage. Sianza kula 200 aende miguu. Sasa mimi naona kuna watu wamekula fare. The Lord. Niulizie jirani kama amekula fare. Fare inakuliwa tu. Na mara mingi inakuliwa usiku. Bwana asifiwe. Umezima stima, una chat kwa bedroom yako. Basi jamaa anakuambia, "Hi baby girl." Yeah. That's your airtime. Thank you honey. Hiyo airtime unaanza kula fare mbinguni na hiyo airtime. After 3 months, "Can we go and have a vacation in Naivasha?" "Yes baby." Sasa ukienda Naivasha kurudi fare ushakula Naivasha, wewe hauna ya kwenda mbinguni, ushakula. Okay, niulizie kama kuna mali unanduka madada, ushakula matu kumsaidia kurudisha pia, maana bado anakula.